Karibuni sana wote ambao mnasikiliza. Niko na mambo kama 10 ya kutisha, na nimesikia huyu Morara Kebaso anasema kwamba eti yeye ni mtu ambaye anaweza kusaidia Wakenya ili waweze kutoka kwa hii shida ambayo inaonekana saa hizi ambayo Ruto ameleta hapa. Anadanganya watu, anasahau kwamba yeye mwenyewe nilimuona juu ya gari akiweza kukampeni ya kupigia Ruto kura. Nilimuona na alionekana. Kwa hiyo yeye kwa Kiingereza anaitwa mole. Huyu ni mole ambaye anatumika na William Ruto, anatumika na serikali ya Kenya Kwanza, halafu anasanya pesa na hakuna maendeleo anafanya. Ile ya kuenda kutangaza tu na hakuna kitu inaonekana itaweza kusaidia nani, kusema ukweli. Kwa hiyo naomba tafadhali wa Kenya tukue makini, tusikuje kudanganywa tena na watu kama hawa ambao wanataka kutuchezea wanataka kutufanyia maneno mbaya mbaya kwa kuweza kujinufaisha wao wenyewe. Kwa hivyo Morara Kebaso, tafadhali na kuomba uweze kujinusuru na kujitoa katika hii mtego ambayo unaingia ndani, kwa sababu hii mtego itaweza kukukamata. Ni mtego ambayo itaweza kukuhangaisha kweli kweli. Kwa hiyo naomba uweze kuwa mwangalifu na makini ili usiweze kujikuta kwa shida kama hii tena ya kuweza kuona anakuwa mtu mbaya wa kudanganya wa Kenya. Kwa hiyo Morara Kebaso, wewe unadanganya. Inajulikana na kila mtu kwamba wewe ni mtu ambaye sio muungwana. Kwa hiyo natuma onyo kwako ili uweze kukuwa mwangalifu kabisa, usije ukadhania kwamba utapigiwa kura na Wakenya na wewe ni kibaraka, kwamba ndio ikifika mwaka 2026-7 uweze kuuza vijana wa Gen Z waende kule upande wa serikali ya Ruto. Na Ruto umeona vizuri ya kubariki, hata amekuwa China juzi na akaweza kupokea aibu kubwa kutoka kwa jamaa ambaye anaitwa Don Chau, ambaye ni rais wa masuala ya gesi kutoka kule upande wa Vietnamu. Anasema kwamba alikuja pale katika ikulu ya Nairobi akaweza kupatana na Mudavadi na Ruto pale ikulu, wakazungumza mambo mingi ambayo ilikuwa ni hekaya za abunwasi, wakiweza kuongea mambo mengi. Kwa kimombo mwenyewe anasema big talk no execution, yani ni swala la kwamba wanaongea mengi mazuri, lakini maendelezo au kufanyika ni kitu ambacho hakipo kabisa kwa hii serikali ya William Ruto. Kwa hiyo wewe Morara Kebaso unajiingiza katika mchakato ambao utakuja kukung'ata, utakuja kukuuma kabisa. Kwa hiyo usijaribu kufanya kama vile ulifanya, kuweza kutuma masanduku, ukachukua masanduku ukatengeneza, kwa sababu wewe ni mtu unafanya kazi ya carpenter na kutumia mbao, ukaweka masanduku kwa mlango yako, ukasema kwamba ni watu wanataka kukuua. Kumbe ilikuwa ni mbinu yako ya kutaka Simba ili uweze kuchangiwa pesa ya kulipa security, si ndio? Hiyo tunajua na tuliona. Kwa hiyo unaweza kutuona sisi ni kama mafala, lakini tunaelewa sana masuala yako ya kutokuwa mtu ambaye anazungumza mambo ya ukweli. Kwa hivyo hii ni taarifa yanaifikisha kwa Wakenya wote ili waweze kuchungana na wewe, kwa sababu huenda wewe ni panya mbuku au panya fulani ambayo inakusanya habari za Gen Z ili kuweza kuzipeleka kule. Kwa vile nilikuona pia pale katika chama cha Martha Karua, uliweza kuwa pale katika ile launch ya chama chake, rebranding ile alifanya, na tukakuona kwamba ulikuwa tu na watu ambao ni wale, kwa sababu ukiwa na karibu na Kalonzo huko, huyo utakuwa tayari
unazungumza na Raila na unazungumza na Ruto kwa sababu wanafanya kazi pamoja. Kwa hivyo kukuja hapa na kusema kwamba wewe ndio utakuwa mkombozi ni jambo la uongo. Shida ambayo tuko nayo wa Kenya sio kuchagua rais wala nini, ni system haifanyi kazi. Hiyo ndio kitu cha maana, kwa sababu hata tukikuchagua wewe hautakuwa katika kila ofisi, hautaweza kuona mfumo. Jambo ambalo ni tatizo la Kenya ni hili tu moja la kwamba system ya utendakazi wa corruption haifanyi kazi kuondoa ufisadi. Alafu mabwenyenye wezi hawakamati, hawafikishwi kotini kujibu mashtaka. Hilo ndilo tatizo kubwa ambalo Wakenya wanapitia. Sio kwamba Ruto ni mubaya. Ruto kama binadamu yupo sawa, lakini mifumo ya Kenya imeachiliwa kwa muda mrefu, na watu kama wewe pamoja na mzee kitendawili Raila ndio mnaoongoza kuweza kuharibu, kwa sababu hamukufi pamoja na masuala ambayo mnazungumza au hoja zenu. Mnazungumza mchana, usiku muko katika bedroom ya Ruto mkilala. Kusema kweli, hilo sio jambo nzuri. Morara Kebaso, wewe usije ukatumika kama mtu asiye kwamba ameenda shuleni. Kwa hiyo ukichezea wananchi wa kawaida, kwa sasa tumeweza kuerevuka, tutakupeleka vilivyo. Natumai umeweza kufahamu na kurekebisha. Natumai nikupe masaa, kama nitakupa mwezi mmoja au miezi miwili, ukuwe umewacha sarakasi hizo ambazo unafanya, kwa vile bado hazisaidii mwananchi wa kawaida. Ni hoja tu, lakini unakula sahani moja na mapepari. Hiyo ndiyo shida ambayo tunapitia, kwamba wewe unakula na mapepari alafu unakuja kutudanganya. Tumetambua. Tusemi kwamba wewe ni mtu mbaya, lakini kwa vile Wakenya sasa hivi tumerevuka, tumeamua kufanya kazi sisi wenyewe. Kwa hiyo swali lingine nitalizungumza kwa video nyingine, lakini onyo hii ni moja kwako Morara Kebaso. Kama unataka kazi ya content creator, njoo tufanye hii nayo fanya ya kukuelimisha wewe, kuliko kuenda kufanya michakato ambayo wewe unahusika mwenyewe, kwa sababu ulikuwepo kwa kampeni. Nilikuona na macho yangu haya mawili ukiwa juu ya gari ukifanya kumtafutia William Ruto kura, nilikuona wewe. Kwa hiyo nini ambacho kimefanyika tofauti ambacho unaweza kusema kwamba kimekupelekea wewe sasa kuona Ruto ni mbaya? Wewe unatudanganya wewe Styler. Kama ni mara yake ya kwanza kwa hii YouTube channel, na kusihi kabisa uweze kubonyeza subscribe. Hii inaitwa Crash Report.